Mungu ambaye tuko tunaendelea pamoja kwenye safari ya kujifunza na kuelewa unabii wa Biblia, ambayo ndiyo lesoni ambayo tunajifunza kwenye robo ya pili mwaka 2025. Nakaribisha kwenye somo la 5 kwenye juma hii. Juma ya 5 inayozungumzia mataifa kwenye sehemu ya pili. Baada ya kuzungumzia unabii wa Daniel sura ya pili, unabii wa Daniel sura ya 7 na kuona jinsi gani mataifa yaliendelea kuwepo na Mungu anaendelea kuongoza historia. Leo tuzungumzie kati ya ardhi na bahari. Kati ya ardhi na bahari ndio somo la leo Jumatano. Je, umewahi kujiuliza katika unabii ardhi na bahari vinamaanisha nini? Elewa pamoja nami kwamba taswira ya nchi na bahari katika Biblia, hasa kwa unabii, inaweza kutufundisha sana. Na utaelewa ya kwamba katika mawazo haya, nchi ni mahali pa utulivu palipojengwa juu ya serikali ya Mungu, na bahari inawakilisha kwa sehemu yake ghasia isiyo na utulivu wa mataifa iliyojengwa juu ya kiburi cha mwanadamu. Kwa hivi, ukiwa na wazo lililoelezewa hapo juu kama usuli, nitakusihi kusoma Ufunuo sura yake ya 12 mstari wa 15 na 16, na unasoma pia kwenye Ufunuo 13:1-11. Naona usambamba kati ya maji na nchi vinatumiwaje na vinaweza kutufundisha nini kuhusu jinsi ya kuelewa unabii wa Biblia? Basi kiongozwa na Roho Mtakatifu, karibuni tubarikiwe pamoja na comments. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, asante kwa kuwa wewe umesoma vizuri. Lakini unaposoma hapo kwenye Ufunuo 13:1 na 11, nitasoma kidogo. Niliona mnyama akipanda kutoka wapi? Baharini. Na nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka ardhini. Kwa hivi, kama tulivyoona, bahari inawakilisha vita na machafuko. Kulingana na Ufunuo 17:15, inapanua dhana hii kwa kusema kwamba maji yanawakilisha mataifa, umati ambao hauongozwi na Mungu, umati ambao unajiongoza wa kibinadamu, ambao kwa nyuma yake ni shetani ndiye yupo hapo, lakini uko chini ya mamlaka ya yule mwovu shetani. Kutoka baharini hutoka mnyama anayepingana na kupigana dhidi ya watu wa Mungu mwishoni mwa nyakati, mwishoni mwa mwaka 1216 kulingana na Ufunuo 13:1-17. Kwa hivi, dunia kwa upande mwingine imepunguzwa. Ni eneo ambalo kanisa aminifu linachukuliwa wakati umati wa watu ambao hawajaongoka wanatafuta kuliangamiza. Tunakumbuka wakati kanisa liliteswa na mnyama ambaye alitesa kwa nyakati na nusu ya wakati, ama miezi 12 ama kipindi kia miaka 1216 kilichoanza kwa 538 mpaka 1798. Kwa hivyo alipotesa kanisa likakimbia na likakimbia kwenye nchi ya uhuru, ambayo hapo ilikuwa ni Marekani. Kutoka Ulaya na kukimbia huko Marekani, wakapata huko amani. Na kutoka duniani kutokea mnyama kama mwana kondoo. Mwanzoni alikuwa mwaminifu kwa Mungu, huyo ni Marekani, lakini akizungumza kama joka ambaye atalitesa kanisa mwaminifu wakati wa vita vya mwisho duniani, kulingana na Ufunuo 11:15. Kwa hiyo tunaweza kuelewa ya kwamba katika unabii huu ambao tumeusoma tu kwa maneno mafupi, maji ama bahari inawakilisha mchafuko wa utawala wa binadamu. Wakati mwingine, wakati ambao nchi tulivu inawakilisha mahali pazuri. Sasa je, Marekani wakati ambapo ilisaidia kwa sababu ilisaidia kama ni pole, ilisaidia kuwachukua ama kuwakaribisha kanisa, kwa wakati tena ambao unakuja hapo karibuni kwa mwisho, ataanza kuzungumza vibaya na kuwateza sasa kanisa. Cha kutisha, mnyama huyu
kama mwana kondoo, siku moja atanena kama joka, kulingana na Ufunuo 11:13. Kwa hivyo Marekani, ambayo kwa muda mrefu imekuwa mwanga wa uhuru wa kidini kwa wanaoteswa, itakuwa mtesaji mkuu wa kidini. Fanyeni angalisho. Na huu ni mfano mwingine wa kile kilichotokea wakati wanadamu walipochagua kujitawala wenyewe badala ya kutawaliwa na Mungu. Mungu akusaidie sana, uendelee kumtumainia Mungu na ukijua kwamba historia inaendelea kuongozwa, Mungu akijua anaendelea kuongoza historia. Basi endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu na kumpokea Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yako, ukijua kwamba karibuni unabii unaendelea kukamilishwa siku baada ya siku na ukitimia. Mungu akubariki. Asante Yesu kwa somo hili. Asante kwa kutuonyesha tafsiri ya nchi na ya bahari. Tupatie neema ya kuwa waaminifu kwako mpaka mwisho, hata wakati Marekani itakapotesa wana wako. Tupatie uaminifu kwako katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare.